Bana, hizi ni mbilinge za ligi kuu ya soka ya NBC na tunafahamu kwamba KMC wanajiandaa na mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utapigwa tarehe 11 ya mwezi Mei mwaka 2025. Na hapa tuko na msemaji ama ofisa habari wa klabu ya soka ya KMC, bana Khalid Chukuchuku, atatueleza kuhusiana na maandalizi lakini pia hali ya kikosi kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ni wa kiporo. Bana Chukuchuku, kwema? Fresh. Mambo anasemaje? Mambo mazuri. Karibuni sana KMC Complex. Mwenge. Nadhani mkijaga hapa woga mna enjoy, sio? Karibuni sana. Karibuni sana. Asante sana. Bana, wapangaji wako wanaendeleaje? Wapangaji wangu wako vizuri, na uzuri katika wapangaji wangu kuna mmoja na kimeo naye. Siku ya Jumapili na kimeo naye. Na kazi naye siku ya Jumapili. Inshallah Mungu atupe uhai siku ifike. Kuja kuonyesha Watanzania kitu gani ambacho tumekiandaa kwa ajili ya mpangaji wetu. Mtachezea hapa nyumbani kwako au umemhamisha? Mechi awali ilikuwa ichezwe Tabora, lakini kutokana na sababu za nje ya uwezo wetu tumeona mchezo wa Dar es Salaam, na sasa rasmi niko hapa kuwaambia Watanzania mchezo wetu dhidi ya Simba Sports Club wana finali wa kombe la Confederation Africa utakuwa katika dimba la KMC Complex siku ya Jumapili majira ya saa 10 jioni. Sawa, labda pengine kuna athari yote ambayo imetokea baada ya nyie kubadili venue, kwa maana mechi ya kwanza ilikuwa mchezee Tabora lakini mara ya pili mkairudisha tena jijini Dar es Salaam. Pengine kuna sababu, lakini pia kuna athari yote ambayo imepatikana kwa mabadiliko hayo? Hakuna athari ya moja kwa moja ambayo tunaiona, ukiacha of course tulikuwa tunajiandaa kwenda Tabora, lakini tumefanya yale maandalizi ya gharama kwa maana ya kutumia fedha labda kuitoa timu Dar es Salaam kwenda Tabora. Lakini pia tukuwahi kutrain kwenye uwanja ambao una nyasi za asili, tulikuwa tunatrain kwenye uwanja wa nyasi za bandia. Labda tungekuwa tumetrain kwenye uwanja wenye nyasi za asili, alafu mchezo wetu ungebadilika kama tutacheza KMC Complex kwenye uwanja ambao una nyasi za bandia, ingeweza kutuathiri. Lakini tulikuwa tunatrain hapa, manake we are ready kucheza hapa, na siku ya Jumapili tutacheza hapa katika mazingira ambayo tumeyazoea. Na kama nilivyosema awali, hakuna gharama yote ambayo tuliingia, tujetoa timu kwenda Tabora. Hatujatanguliza maafisa wote kutangulia kwenda Tabora, kwa hiyo hakuna hata viingilio tulikuwa tujaset, lakini hapa sasa hivi tayari tumesha set. Kwenye mchezo wa Jumapili viingilio ni rafiki kwa Watanzania wote. Kwa wale ambao wanakaa mzunguko viingilio vitakuwa 10,000, kwa wale ambao wanakaa VIP kiingilio vitakuwa shilingi 15,000. Sisi ni timu ya umma, tumetoa viingilio ambavyo umma unaweza kukizi na kuweza kuja kuangalia mpira. Okay. Sawa, lakini pia tumekuwa tukiona mapokezi yamekuwa ni makubwa sana kwa upande wa mashabiki, wamekuwa wakija kwa wingi sana katika uwanja huu wa KMC Complex. Pengine una wito gani kuelekea katika mchezo huo wa tarehe 11? Mashabiki waje kwa wingi. Huu ni mchezo wa kuvutia, ni mchezo wa Dar es Salaam Derby, mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo zinatokea katika jiji la Dar es Salaam. Ni kama vile ni mchezo ambao unakutanisha Arsenal dhidi ya labda Brentford, labda Chelsea dhidi ya QPR, zile local derby, timu ambazo zinakaa katika eneo moja. Kwa hiyo ni mchezo, nadhani watu wengi huwa wanachukulia kama huu ni mchezo wa kawaida, lakini huu ni mchezo wa Dar es Salaam Derby, ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo zinatokea katika jiji la Dar es Salaam. Lakini ukitoa hiyo mazingira ya kutokea katika jiji la Dar es Salaam, ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo zinatumia uwanja mmoja. It's like kama vile AC Milan na Inter Milan. Giuseppe Meazza wakiwa Inter Milan, San Siro wakiwa AC Milan. Kwa hiyo ni mchezo mzuri, lakini pia ukitoa mazingira ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo zinatokea, yani maeneo ambayo kambi zao zipo yanakaribiana, Mbweni na Bunju, ni maeneo kama vile kilomita 2-3 umefika kwenye kambi ya timu nyingine. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo yanafanya huu mchezo kuwa mgumu, lakini pia kitu kingine ambacho kinafanya huu mchezo kuwa mgumu, kuna baadhi ya wachezaji ambao wametokea KMC wako Simba. Mfano Captain Lucho Awesu, lakini pia Kevin Kijile amekupita hapa, lakini pia sisi tuna wachezaji ambao wamekutoka Simba. Kwa mfano Laim Shomali amekupita Simba, lakini pia mtu kama Shabani Chirunda amekupita Simba. Kwa hiyo ni mchezo ambao kuna mazingira ambayo unafanya huu mchezo kuwa kuvutia. Kwa hiyo rai yangu kwa mashabiki wajitokeze kwa wingi. Sisi tuna promise kuja kuwapa burudani. Wao waje kuona ambacho tumekiandaa inshallah. Wao waje, burudani utaikuta uwanjani kwenye uwanja wa KMC Complex. Labda hali za wachezaji zikoje, kwa maana hali ya kikosi kwa ujumla pamoja na morali yao kuelekea katika mchezo huo? Wazungu wanasema so far so good. Kila kitu kinakwenda vizuri, wachezaji 98% wako available kwa ajili ya mchezo. Isipokuwa wachezaji wawili tu ndio hawawezi kucheza.
kulingana na hali zao za afya. Kwa mfano Andrew Vincent Chikupe Dante alipata dislocation ya bega tukiwa katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania wa kirafiki, lakini pia Shabani Idi Chirunda amepata shida kwenye nyama zake za paja, naye tunategemea labda after 10 days ndio atarecover, lakini Dante kidogo anahitaji muda kidogo kwa ajili ya kurecover, lakini the rest Juma Shemvuni, sijui Laim Shomari, Lance wote wako available kwa ajili ya mchezo. Kwa Mungu atufanye tuamke salama, basi watakuja wataenjoy inshallah. Wachezaji wenyewe wanazungumza nini sasa? Kwa maana wanakwenda kukutana na Simba ambayo imeonekana ikiwa na mwendo mzuri sana kwenye ligi tangu imetoka kwenye michuano ya kimataifa. Tumeona namna ambavyo inacheza viporo vyake. Labda wachezaji wanazungumza nini huko? Wachezaji wako kwenye good shape, ukiangalia morali ya kila mchezaji mmoja mmoja, ukiangalia morali at the team, ile unit iko vizuri. Kwenye football risali moja dakika 5, dakika 2 inaweza ikamuaffect mchezaji asiwe sehemu nzuri ya mchezo. Kwa hiyo tunawaombea hiki ambacho wanaendelea nacho kwenye mazoezi kiendelee mpaka siku ya mchezo, yani kwenye warm up mpaka mchezo unaanza, wawe kwenye hii shape. Ikitokea mmoja ameumwa siku moja kabla ya mchezo, kuna namna moja inaweza kutuaffect, sababu tumetrain kwenye system ambayo tunaamini tunakwenda kuwakabili Simba na kuwa challenge vile ambavyo wanapaswa kuchallengewa. Kuna ile tunasema kwamba wachezaji wakiwa wanacheza kwenye mechi hizi kinachoangaliwa sana ni pointi 3, sio good performance. Ninyi kama viongozi, lakini pia mkiangalia pia na nafasi mliopo, pengine mnawaambia nini sasa kwenye mechi hizi chache ambazo zimesalia? Sisi we just guarantee them ile style yetu ya uchezaji. Unajua KMC ni moja ya timu ambayo ina specific playing style. Yani ukiangalia KMC inavyocheza, huwezi kucompare na Tanzania Prison, huwezi compare na Mashujaa. We just enjoying kucheza mpira, yani pass mpira unasafiri kwenye kila engo ya uwanja mpaka goli linapatikana. Lakini Mashujaa wenyewe wanacheza too direct, mpira mbele kwenye box, labda close counter wanafunga. Kwa kila timu ina aina yake ya uchezaji, lakini sisi tunaenjoy zaidi kucheza mpira. Hata hiyo siku ile philosophy ya uchezaji haiwezi kubadilika, lakini approach ndio inakuwa according to mchezo husika. Zidi ya Simba tuta approach kulingana na ukubwa wao, uzoefu wao, lakini pia kufika finali tunajua itawaongezea morali zaidi. Kwa tuta approach pia kulingana na mazingira yote hayo ya mchezo. Kwa hiyo watu wawe pole, wawe vumilivu. Jumapili tuna surprise kubwa, tuna surprise nzuri. Watu waje kwa wingi, watakuja kuenjoy inshallah. Hiyo surprise nilikuwa nataka nikuulize, maana kwa upande wa Simba umewataja kwa heshima kweli kwamba ni wana finali wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine ninyi kama KMC mnaona kile ambacho kinafanyika, labda kuna kitu cha tofauti ambacho mmekipata au mmekipanga kukifanya kwa ajili ya Simba? Nimekwambia hapa before, philosophy ya timu iko kawaida, ndio hiyo. Tunaenjoy kucheza, tunaanza kufanya mashambulizi nyuma, kila mtu angalau aguse mpira mpaka tunafikia kwenye final third mpaka tunafunga goli. Lakini approach kuelekea kwenye michezo mikubwa, mchezo dhidi ya Yanga, mchezo dhidi ya Azam, mchezo dhidi ya Simba, hauwezi kukaa sawa na mchezo dhidi ya Fountain, mchezo dhidi ya Pamba. Mazingira yanakuwa tofauti, wachezaji wanakuwa tofauti. Yani speaking honest, hizi teams na quality players kutoka kwenye taifa tofauti. Kwa hiyo unapokuja lazima uchukue tahadhari zote kupambana na hao watu, lakini mwisho wa siku upambane kwenye falsafa yako, upambane kwenye approach yako kukusaidia kuweza kupata matokeo. Kama sio alama 3 basi alama 1 inakuwa nzuri kwa ajili ya timu. Yani kwa upande wa uongozi sasa, labda nje ya mchezo, nje ya dakika 90, pengine kuna kitu cha tofauti ambacho kitafanyika? Uzuri si ubaya, wachezaji viongozi hawachezi, wakishakamilisha shughuli zao wanakuwa pale jukwani. Kwa hiyo zoezi linabakia kwa wachezaji, sisi tunabaki tu kufanya. Lakini mwisho wa siku wale ambao wanakuja kucheza, commitment yao ndani ya pitch ndio itaamua kuonekana na viongozi walifanya vitu sahihi before game au hawakufanya vitu sahihi. Khalid, mnaenda kucheza na Simba ambayo hapa pia katika dimba la KMC ambapo ni maskani yenu, lakini pia huu ndo uwanja ambao Simba wanaongoza kuutumia vema kuliko viwanja vingine vyovyote. Pengine kuna tahadhari za ziada ambazo mmezichukua mnapoenda kukabiliana na mnyama? It's obvious, yes. Kama nilivyosema awali, Simba ina kundi kubwa la wachezaji ambao ni very good quality players.
Nikianza kuwataja hapa kina Mpanzu, kina Kibu, kina nani, very good players, lakini football haiangalii tu ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Nikirejea kwenye mchezo wa jana wa nusu finali wa klabu bingwa barani Ulaya, nadhani Barcelona alikuwa more favorite kushinda kuvuka kwenda hatua finali kulinganisha na Inter Milan, lakini football ina surprise yake. Tumeona Barcelona walitanguliwa 2 wakafanya comeback, wakaongeza, wakasawazishiwa, wakafunga goli la 4. Kwa kwenye football kuna kitu kinaitwa surprise. Kwa hiyo Watanzania, mabibi na mabwana, karibuni kwenye surprise Jumapili. Khalid, tunaona kikosi kinaendelea na maandalizi ya nguvu kweli kuelekea kuwakabili Simba, lakini kwenye haya maandalizi hatumuoni Kali Ongala. Yuko wapi? Mmeangalia kote hayupo. Kali Ongala amepewa mapumziko na management ya club. Mapumziko yake yakiisha basi atarejea kwenye timu. Mapumziko kwa maana ana matatizo ya kifamilia au matatizo binafsi ambayo yamesababisha mpaka akapewa mapumziko? Mimi nadhani kwenye swala la Kali sio waongeaji wakuu. Tusubirie muda ukifika mtajua mapumziko kama yameisha au vipi. Timu haijapewa ahadi labda kuelekea mechi ya Simba? Sisi hatunaga hizo mambo za ahadi. Sisi waga tunacheza, tukishinda tunapata bonus ile ambayo tumeingia kwenye mikataba yetu na timu. Kwa hakuna ahadi yoyote nje ile bonus ya kawaida ambayo timu waga inapewaga. Kwa hiyo kiufupi hakuna ahadi yoyote ambayo imetolewa kwa ajili ya mchezo dhidi ya Simba. Ya kupewa hamasa kupitia hela, hapana. Hii ni timu ambayo inacheza kwa ajili ya kukizi matakwa ya ligi kuu, lakini pia kuhakikisha wana Kinondoni wanaifurahia. Sasa ukitoa hamasa kwenye mechi ya Simba, vipi kuhusu mechi zingine? Usipotoa hamasa maana kesho utapoteza. Tena umenikumbusha ndugu yangu Moses William, afisa habari wa Pamba. Moja ya timu ambayo ilikuwa inapewa ahadi kweli ilikuwa ni Pamba. Walizipata baadaye walipokuwa watolei wakaanza kupoteza michezo. Rejea pia kwa Tabora United. Walikuwa wanapewa ahadi lakini baada ya kuwa ahadi hazipo tena wakakata moto. Kwa hiyo football sio tu kwa ajili ya ahadi, football ni kwa ajili ya commitment ya wachezaji ndani ya pitch. Kupewa kwa ahadi kwa timu inaharibu vilabu, yani inachangia timu kufanya vibaya. Itakuwaje siku wakiwa hawajapewa ahadi? Na baada hapo basi kuna uwezekano mkubwa wa kusalia ligi kuu, na baada hapo tutaangalia ambapo tumeteleza this season, labda kwenye programs, labda kwenye transfer. Tutakaa mezani, tutaangalia namna gani tutarudi msimu ujao tukiwa tuko strong na very competitive team. Shukrani sana Chukuchuku, nikutakia kila la heri. Asante sana.